utaachwa na Mungu usipotubu. Lako kwa Yesu, leta hiyo shida yako kwa Yesu, leta huo ugonjwa wako kwa Yesu. Kwa Yesu Kristo yote yanawezekana. Biblia inasema Yesu akamwita. Hata jioni ya leo Yesu anakuita kwenye hiyo shida yako. Yesu anakuita kwenye huo kahaba. Yesu anakuita kwenye huo ugonjwa. Yesu anakuita. Haijalishi tatizo lilo nalo, Yesu anakuita na shida zako. Nampenda sana mimi Yesu. Yesu anawaita watu na matatizo yao. Yesu anawaita watu na shida zao. Hakuna mwanadamu anayeweza akamwita mtu eti pamoja na matatizo yake amsumbukie huyo mwanadamu. Hakuna huyo mtu. Lakini yuko mwanaume Yesu Kristo, anakuita na matatizo yako, anakuita na shida zako. Anasema jioni msumbuka na kulemewa na mizigo, yeye ni mwaminifu atawapumzisha. Binti yangu, ninakuita kwa Yesu jioni ya leo, kama huyu mama alivyoitwa na Yesu. Ninampenda sana huyu mama. Amekaa na shida miaka 18, lakini aliposikia habari za Yesu, akaisikia sauti ya Yesu inamwita, mwanangu njoo. Akakubali wito wa Yesu. Hata wewe mama yangu, kinachokutatiza sikiliza nikwambie, kwa Yesu yanawezekana. Shida ni moja tu, kubali wito jioni ya leo. Kubali wito jioni ya leo. Nasema kubali wito. Tatizo la wanadamu siku za leo, wanataka miujiza, alafu Yesu hawamtaki mleta miujiza. Sikiliza nikwambie wewe binti, sikiliza nikwambie mama, unamhitaji Yesu na sio muujiza. Ukimpata Yesu ni muujiza tosha. Ukiwa na Yesu nasema ni muujiza tosha. Yesu ni mponyaji, Yesu ni wa baraka, Yesu ni mleta amani, Yesu ni mfariji, Yesu ni daktari. Ukimpata Yesu umepata vyote. Tulipata Yesu umepata vyote. Yesu Kristo. Ndio maana wengi wanadanganywa kwa sababu wanataka miujiza. Ndio maana mnanyweshwa mafuta ya upako. Sikiliza nikwambie, haya lazima tuyaongee maana yapo. Sikiliza, Waafrika tunazo akili timamu sisi. Sikiliza nikwambie, nguvu za Bwana hazipitii kwenye mafuta. Nguvu za Bwana hazipitii kwenye keki. Hiyo keki ukila baadaye unaenda kuunya chooni. Hakuna nguvu ya Bwana namna hiyo. Sikiliza, mkikubali Yesu Kristo akishaingia ndani, nasema akiingia ndani Yesu, ni badiliko tosha, ni uzima tosha, ni uponyaji tosha, ni muujiza tosha. Nakukumbusha mama, nakukumbusha kijana, na wakumbusha mabinti, mpateni Yesu, mkumbukeni Muumba wenu. Mpateni Yesu jioni ya leo, mpateni Yesu jioni ya leo, mpate Yesu jioni ya leo. Kazi hawezi kufanya, na wanaume wengi leo wanapenda wafanyiwe kazi na wake zao. Wao kazi zao ni kulala vitandani. Wake zao ndio wamewageuza, wamekuwa wafanya kazi. Sikiliza, hata huyu mwanaume alimchoka huyu mwanamke, sababu hana kazi yoyote anayofanya. Anaugua ugonjwa wa ajabu sana, lakini Biblia inasema huo ugonjwa aliupewa na Shetani. Sikiliza, matatizo yote unayoyaona yuko Shetani ndiye anayaleta. Na Shetani hawezi kuondolewa na mganga wa kienyeji, na Shetani hawezi kuondolewa na mafuta ya upako, na Shetani hawezi kuondolewa na waganga wa kienyeji. Shetani anaondolewa na jina moja linaloogopeka, hapana jina jingine tulilopewa wanadamu liitwalo kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Nasema ni jina la Yesu, jina linalotekeka. Ndio maana unapotaka kuchukua maamuzi unasikia sauti mbili ndani. Moja, niende niokoke, nyingine nakwambia hapana, nyingine nakwambia nenda, nyingine nakwambia mume wako unajua anafanya moja mbili tatu. Sikiliza wewe, mume wako hana mbingu ya kukupeleka. Kukupeleka. Mama yako hana mbingu kupeleka. Niko katika Ezekiel. Biblia inasema roho itendayo dhambi hiyo itakayokufa. Mwana ambaye ni mtoto hatachukua uovu wa baba, wala baba hatachukua uovu wa mwana. Haki ya mwenye haki itakuwa juu yake. Yes. Kila mtu atabeba furushi lake. Sema tu. Huyu mama akasema watu waongee wasiongee, mume aongee
asiongee. Mimi namtaka Yesu Kristo, nautaka muujiza, nautaka muujiza. Jamani, kumpata Yesu ni muujiza. Nakwambia kumpata Yesu ni muujiza. Utachomwa moto, utachomwa moto kama usipotubu mapema. Tubu dhambi zako mapema, mapema. Ni wapi ulikoanguka ukatubu haraka? Tengeneza mahusiano yako na Mungu mapema. Ni wapi ulikoanguka na kujikwaa ukatubu